Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mimi Apostle Kevin na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nina ujumbe mzuri sana. Naomba uketi kwa umakini usikilize mpaka mwisho. Huu ujumbe unaenda katika kichwa kinachosema kwa nini ni muhimu kuwa chini ya malezi ya kiroho katika hizi nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho zimesha karibia. Tupo ndani ya mwisho wa hizi nyakati za mwisho. Yesu atarudi na atakukuta ukiwa umekalili vifungu, ukiwa una neno, lakini utaachwa kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya ujuaji. Kuna umuhimu sana wa mwanadamu kuwa chini ya malezi ya kiroho. Kuna umuhimu wa Mkristo yoyote yule kuwa chini ya baba wa kiroho. Nimefuatilia watu mbalimbali. Kuna baadhi ya watu ambao wanapinga fundisho la baba wa kiroho, kwamba hawaamini katika baba wa kiroho. Sikia msikilizaji, wewe usiige huo mkumbo, kwa sababu hizi nyakati za mwisho mafundisho ndio yatakayotumika kujenga watu na mafundisho ndio yatakayotumika kubomoa watu. Kinachotafutwa ni imani ya mtu. Kwa hiyo imani inajengwa kwa kusikia, na kusikia kutokana na neno la Kristo. Kama imani inajengwa kwa kusikia neno sahihi ambalo lenye nguvu ya Kristo, basi imani ina uwezo wa kubomolewa kwa kusikia hivyo hivyo kutokana na nini? Na mafundisho ya kishetani. Mungu ameweka msisitizo na umuhimu wa baba wa kiroho. Baba wa kiroho ni kanuni ya mbinguni. Hakuna mwanadamu atakayeishi maisha ya kifalme hapa duniani pasina kufuata kanuni za mbinguni. Miongoni mwa kanuni pekee ambayo inatakiwa ipewe kipaumbele katika hizi nyakati za mwisho ni unamfuata nani, na unamfuata ni mtu sahihi au la. Ndio maana yoyote yule ambaye anapinga kuhusiana na fundisho la baba wa kiroho, yeye mwenyewe kuna mtu anamfuata pasina kujua. Huyo ndio baba yako. Sikia, let me give you a scripture clear. Nini maana ya baba wa kiroho? Sasa kama kuna mtu ana uwezo wa kumpinga Paulo, basi atupe yeye ameandika nini. Ni muhimu sana kujua kwamba Paulo alichokiandika chochote kile kilitokana na ufunuo wa Kristo Yesu. Funuo wa Korinto wa kwanza, nataka niweke msisitizo nini maana ya baba wa kiroho. Wa Korinto wa kwanza 4 mstari wa 15. Wa Korinto wa kwanza 4 mstari wa 15. Wa Korinto wa kwanza 4 mstari wa 15. Reko paradus haipatesha ndegeribo saipoporia tekapela. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo. Kwa kuwa Paulo anasema kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo. Katika Kristo. Sikia. Katika Kristo katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Anaendelea mbele kusema, maana mimi ndiye niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Mimi ndio baba yenu niliyewazaa katika Kristo kwa njia ya Injili. Kwa hiyo Paulo ana confirm himself as a spiritual father kwa kanisa la Wakorinto. Kwa kanisa la Wakorinto lilikuwa chini ya baba wa kiroho Paulo, ingawa Wakorinto walikuwa wana walimu wengi. Sasa kama mtu anasema hakuna baba wa kiroho kwa sababu Yesu alisema hakuna baba zaidi ya yule wa mbinguni, kama baba aba manake baba, kanuni ni ile ile, swala la ufuasi ni lile lile. Anasema akimpokea nabii atapata thawabu ya nabii. Ina maana alichokibeba yule mtu, anasema wakikusikiliza wewe wamenisikiliza mimi, wakikupokea wewe wamenipokea mimi. Yesu anasema. Kwa hiyo ina maana utakapomwona mtumishi wa Mungu ambaye ni tunachukua piga as a spiritual father, hatumuoni yeye pekee, tunaona Mungu ndani yake. Ndio maana Paulo mstari wa 11 anasema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Scripture hii hapa. Let's go.
tuache mafundisho ya upotofu. Vijana, acheni ujuaji. Watu, acheni ujuaji. Hakuna mtu aliyefika hatima njema pasina kuwa mfuasi. Hakuna mtu aliyefika hatima kuu pasina kumfuata mtu. Niambie, Elisha asingemfuata Elia ingekuwaje? Niambie, wakina Shadrach, Meshach na Abednego wasingemfuata Danieli ingekuwaje? You need to think beyond. You need to go na kutoka katika hivyo vifungo vya ujinga. Huo ni ujinga, mafundisho ya upotofu. Mnapoteza watu hizi nyakati za mwisho. Acheni mafundisho ya uongo. Baba wa kiroho ni kanuni, ni muhimu na ni elekezi katika hizi nyakati za mwisho, ni muhimu. Paulo anasemaje? Mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo Paulo anathibitisha kwamba licha ya kuwa na walimu wengi, lakini wa kumfuata ni mimi. Licha ya kufundishwa, kupenda huyo mchungaji unayempenda, kufuatilia masomo unayofuatilia kwa huyo aposto, kufuatilia maneno, uponyaji wa huyo mtumishi wa Mungu, lakini unatakiwa umfuate baba yako. Baba yangu wa kiroho, baba yangu mimi wa kiroho ni Askofu Dickson Cornel Kabigumila, lakini kuna watumishi wengi najifunza kutoka kwao, wakina Olopo, wakina Langula, wakina Alome Osai, wengi marafiki wa baba yangu wa kiroho, wengi wote, karibia wote nawafuatilia, wengi nasoma vitabu vyao, lakini ninamfuata Askofu Dickson Cornel Kabigumila anayenionya na nipo chini ya mamlaka, akiniambia fanya hivi. Ni Askofu Dickson Cornel Kabigumila, hakuna mwingine. Kwa sababu gani? Mungu amenipa huyu baba kutokana na hatima yangu, kutokana na wito wangu. Sasa nyie mnaopinga baba wa kiroho, na maandiko yanasema, Paulo anasema, ingawa mna walimu 10,000, lakini mimi ndio niliyewazaa katika injili ya Kristo Yesu. Mnampinga Paulo, basi tupeni injili zenu, tupeni vitabu vyenu mlivyoandika, tupeni vitabu vyenu mlivyoandika. Tuache maufunuo ya kibinadamu. Umekula, umeshiba, umesoma Biblia chapter 2-3, unafungua kanisa. Sikia, you need to be trained. Kuna watu wamekutangulia. Lengo la baba wa kiroho ni kwamba ni kukurahisishia vitu fulani. Mungu aliwatanguliza hawa wazee, aliwatanguliza watu fulani ili wewe uwe chini yao, ulelewe, ufundwe, utengenezwe, uchongwe kupitia wito wako ili ufike katika hatima kuu. Hebu twende. Paulo anaendelea kusisitiza. Ukisoma Wakorinto hiyo 4 mstari wa 15, pale 16 anasema 16 anasema, basi nawasihi mnifuate mimi. Kule sura ya 11 anasema mnifuate mimi kama ninavyofuata Kristo. Hapa 16 naye anasema mnifuate mimi. Ndiyo, mna walimu wengi, mna wachungaji wengi, lakini kuna huyu ambaye anakulisha kila siku, anakuombea, anakusimamia kiroho, anakutraini na vitu kama hivyo, na Mungu anaongea vitu vingi vya maisha yako kupitia maisha yake, anamsemesha vitu vingi kupitia wewe. Huyo ndio inabidi umfuate. Sasa wewe baba wa kiroho unapinga, unasema mimi naamini katika, wengine wanasema mimi naamini katika mamenta. Wewe acha Viingereza hivyo, utakosa ufalme wa Mungu. Acha Viingereza hivyo, acha ujuaji wewe kijana, acha ujuaji wewe dada, acha ujuaji wewe mama. Acheni, mtakosa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu upo katika kanuni ya ufuasi. Hakuna aliyefika hatima kuu bila kuishi maisha ya ufuasi. Acheni kupinga mambo, hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Acheni kupinga mambo. Unyenyekevu ni bora kuliko ujuaji. Kuna watu wana hekima, wana mafunuo, lakini wameshindwa kuinuliwa kwa sababu hawana roho ya ufuasi. Hawana roho ya ufuasi kwa sababu roho ya ufuasi imefungwa na roho ya unyenyekevu. Hauwezi kuwa mfuasi usiwe mnyenyekevu, lakini unaweza kuwa usiwe mfuasi ukawa na kiburi. Viburi vimeinuka sana kwa watu wengi. Acheni viburi. Sasa kwa nini ni muhimu? Mfano, sasa hapa twende taratibu. Kwa nini ni muhimu sasa kuwa chini ya malezi ya kiroho?
ya baba wa kiroho. Moja ya faida katika hizi nyakati za mwisho, ukiwa mfuasi, ukiwa chini ya malezi ya kiroho ya mtumishi fulani ambaye ndio baba yako wa kiroho, kuna jambo moja utalipata. Utakwepa mitego ya adui shetani katika kuharibu imani kama kanuni ya kishetani iliyoandaliwa katika nyakati za mwisho. Naomba niweke kwa usahihi vizuri, naona haujanielewa. Yaani ni kwamba kitakachowafanya wengi wakose ufalme wa Mungu sio kwa sababu hawana maarifa. Kitakachowafanya wengi wakose ufalme wa Mungu sio kwa sababu hawana maarifa, bali hawana usimamizi sahihi wa kiroho. Kumbe usimamizi sahihi unatokana na unamfuata nani. Hauwezi kuwa na usimamizi sahihi wa kiroho kama sio mfuasi. Hizi nyakati za mwisho, hii kanuni ni muhimu kuliko unavyodhania, ni muhimu kuliko unavyotegemea. Kuna watu hizi nyakati za mwisho watadanganywa kwa sababu hawako chini ya usimamizi. Kuna watu watatapeliwa imani zao kwa sababu hawako chini ya usimamizi wa kiroho. Kuna watu watarudishwa nyuma imani zao kwa sababu hawako chini ya baba wa kiroho. Kila mtu anamwamini, anaenda huyu, anaenda kwa huyu, anaenda kwa huyu, anaamini kwa huyu, anasikiliza huyu, fundisho la huyu linakinzana na huyu, anachanganyikiwa imani yake inakuwa kama togwa, ina digi, inaharibika, inakuwa kama pombe. Sikie niwaambie jambo la msingi. Utakapokuwa chini ya usimamizi sahihi wa kiroho, licha ya kuwa na maarifa, ndio, licha ya kuwa na ufunuo, licha ya kuwa na nguvu za ishara na miujiza, lakini kwa sababu ya usimamizi wa kiroho utalindwa. Licha ya imani ili yako kutikiswa, baba yako wa kiroho atakwambia, licha ya yote, kama unanifuata mimi, utafata njia baba yako. Licha ya kukutana na misukosuko, mafundisho ya ovyo, yaani moyo wako umefuata njia ya baba yako, haujafata kitu kingine. Kwa kufanya hivyo, hata kitokee kitu gani, hata waje manabii wa uongo kiasi gani, hauwezi kukosa ufalme wa Mungu. Kuna watu wengi mnajua vitu, kuna watu wengi mna maufunuo, kuna watu wengi mna hekima za neno, mnasoma Biblia vizuri, mna vifungu vingi, lakini vibuli vya kutokuwa chini ya malezi ya kiroho vitawakosesha mbingu, vitawakosesha ufalme wa Mungu. Hebu tusome Mathayo 24:24. Mathayo 24:24. Rabadosa biadekadosha ele momo sana mayana manoshi lele. Mathayo 24:24. Mathayo 24:24. Rabadosa lekenderibo kode baruta. Kwa maana watatokea makristo wa uongo, manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo kuna watu hata waliokuwa wateule, kuna uwezekano mkubwa sana wakapotezwa kwa sababu hawako chini ya malezi, hawako chini ya usimamizi wa kiroho. Mimi huwezi kunipoteza. Mimi nimemfuata Askofu Dickson Cornel Kabigumila. Mimi naangalia anachokifanya baba yangu, ndio ninachokifanya. Nitawasikiliza watumishi wote, nitafanya wote, lakini mimi ninamfuata Askofu Dickson Cornel Kabigumila. Full stop. Kwa sababu gani? Kuna sababu nyingi za kiroho, na verification nimeipata kwa Yesu. Mfate huyo, kuwa chini ya huyo. Nothing. Kama Yesu ameniambia nimfuate Askofu Dickson Cornel Kabigumila kama baba yangu, wewe unapinga swala la baba ya kiroho, ni nani? Kwa kanuni elekezi ya nyakati za mwisho, usipokuwa chini ya malezi ya kiroho, usipokuwa chini ya baba wa kiroho, utapotezwa. Licha ya kujua hivyo vitu, licha ya kuwa mfuasi hivyo, ni uwe na uhakika utapotezwa, kwa sababu utadanganywa na mafundisho ya uongo. Kuna wachungaji wa uongo, kuna manabii wa uongo, kuna maaposto wa uongo, kuna manabii wa uongo wengi. Kwa sababu ya kutokuwa chini ya malezi ya kiroho ya mtu specific, utajikuta unafatafata, roaming around, meanders. Mwisho wa siku
unakosa ufalme wa Mungu. Yesu anakuja anakukuta unazurura hapa duniani. Sifa ya baba wa kiroho namba moja kubwa na ambayo babangu wa kiroho anayo, Paulo anasemaje? Mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Babangu wa kiroho anamfuata Kristo. Yaani sina haja ya seme Yesu anitokee. Mimi namuona Yesu kwenye maisha ya babangu. Mimi namuona Yesu kwenye tabia ya babangu. Mimi namuona Yesu kwenye wema wa babangu. Mimi namuona Yesu kwenye mienendo na thamani ya babangu. Kwa hakuna haja sana ya mimi niseme baba nitokee, wakati ameshanitokea kwa kupitia Askofu Dickson Cornel Kabigumila. Kwa hiyo kama hauna malezi ya kiroho, njoo ABC, ni sehemu sahihi. Kama hauna malezi ya kiroho, unataka uchongwe kijana ufike kwenye hatima bora, njoo ABC tu. Ishara na ajabu hapa wanachongwa watu ambao watayaishi makusudi yao, watayaishi mapenzi ya Mungu kupitia wito wao, wataona nuru ya Bwana iking'aa kwenye maisha yao. Baba yetu ni mwema, baba yetu ni mzuri, baba yetu ana upendo, amemweza kumdhihirisha Kristo hapa duniani, nasi tuna uhakika na tutamdhihirisha Kristo kupitia baba yetu. Kama alivyo baba yetu ndivyo walivyo wana. Naamini kuanzia sasa ubishi wa baba wa kiroho, naomba, najua wapinga Kristo ni wengi, lakini acheni. Swala la baba wa kiroho ni kanuni. Swala la baba wa kiroho ni elekezi. Hauwezi kufika ukuu pasina kuwa chini ya maelekezo. Wakina Dangote kuna watu wako chini yao. Wakina Elon Musk kuna watu wanawagaidi. Kuna mtu specific anamgaidi. Wakina Trump, okay, ukifuatilia historia ya Trump kuna nenda ukifuatilia historia ya Trump, mafanikio ya Trump rais wa Marekani, kuna mwanasheria wake ndo alimgaidi, alimpa tipsi, alimpa insi za kuwa kiongozi vile ambavyo yupo anaongoza, the way speech zake zilivyo, namna anavyoongea, anapangilia hoja, namna anavyofanya maamuzi. Ukifuatilia historia yake, ni amezaliwa kutokana na hekima ya mwanasheria wake. Hauwezi kufika hivi juu pasina kuwa chini ya mtu. Hauwezi, hakuna. Hata Yesu hakufanya jambo pasina kumsikia baba yake. Hakuna wa kujiamulia mambo. Tusijiamulie mambo. Fuatilia watu wanaojiamulia mambo tu wenyewe wanafika wapi. Na kuombea neema ya kiburi, na kuombea neema ya unyenyekevu. Kiburi kitoke kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, akutie unyenyekevu, akupe baraka na neema uweze kufika, kwa sababu nyakati za mwisho kitakachoamua uende mbinguni au uende motoni ni unamfuata nani, uko chini ya nani. Na huyo mtu anafanana na Kristo, kwa sababu kigezo maandiko yanasema sio atakayesema Bwana Bwana atauona ufalme wa Mungu, bali wale wafanyao mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, maana watamfuata. Kwa kama Paulo alivyomfuata Kristo, kama Paulo alivyokuwa anafanana na Kristo, ndivyo ambavyo Timotheo alikuwa kama Paulo, na kama Timotheo alikuwa kama Paulo, basi Timotheo alikuwa kama Kristo. Mimi nimetazama kwa babangu, nimeona amemfuata Kristo, nami nimekubali kumfuata yeye ili nifanane na Kristo. Jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana lihimidiwe, na kuombea katika jina la Yesu. Amen. Asante.